Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni Juni 4, nikikualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Tuombe. Haleluya. Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni, watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa wema wako, tunakushukuru kwa ulinzi wako, tunakushukuru kwa ajili ya mibaraka ya pekee ambayo kila mmoja wetu anaweza kuishuhudia. Jina lako litukuzwe sana. Kwa ajili ya wale ambao ni wagonjwa wa kimwili na kiroho, tunakuja kwako kwa maombi, nawe ukasikia maombi yetu kitutendea sote sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mada ya siku ya leo inasema Kristo anaomba tumwamini. Luka mtakatifu sura ile ya 9 ya 58 na 59 inasema, Yesu akamwambia, nifuate. Anguko la wazazi wetu wa kwanza lilivunja mnyororo wa dhahabu wa utii thabiti wa mapenzi ya mwanadamu kwa mapenzi ya Mungu. Utii haujachukuliwa tena kuwa ni jambo la lazima kabisa. Mawakala wa kibinadamu wanafuata mawazo yao wenyewe ambayo Bwana aliwaambia wenyeji wa ulimwengu wa kale kuwa yalikuwa na daima ni mabaya. Bwana Yesu Kristo anatangaza, nimezitunza amri za Baba yangu. Inawezekanaje? Kama mwanadamu, naam, nimekuja ili kuyafanya mapenzi yako, Mungu. Kwa mashtaka ya Wayahudi alisimama katika tabia yake safi ya wema, takatifu na kuwahoji, ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Mkombozi wa ulimwengu alikuja sio tu kuwa kafara kwa ajili ya dhambi, bali pia kuwa kielelezo cha mwanadamu katika mambo yote. Alikuwa ni mwalimu mfundishaji wa pekee ambaye ulimwengu ulikuwa haujawahi kumwona au kumsikia hapo kabla. Alizungumza kama aliye na mamlaka na bado anaomba wote tumwamini. Mwana pekee wa Mungu wa milele alituachia kwa neno lake kielelezo halisia, mfano ambao tunapaswa kufuatisha. Kwa neno lake ametufundisha kumtii Mungu, na kwa utendaji wake mwenyewe ametuonesha jinsi tunavyoweza kumtii Mungu. Hii ndiyo kazi ambayo anataka kila mtu kuifanya, kumtii Mungu kwa akili na kwa kanuni, na kwa mfano kuwafundisha wengine kile ambacho lazima wafanye ili kuwa watoto wa Mungu watiifu. Bwana Yesu ameusaidia ulimwengu mzima kupata akili ya kujua utume na kazi yake takatifu. Alikuja kuiwakilisha tabia ya Baba kwa ulimwengu, na kadiri tunavyojifunza maisha, maneno na kazi za Bwana wetu Yesu Kristo, tunasaidiwa katika kila njia kwenye elimu ya utii kwa Mungu. Na tunapofuatisha mfano aliyotupatia, tunakuwa barua hai zinazofahamika na kusomwa na watu wote. Tu mawakala walio hai wa kumwakilisha Bwana Yesu Kristo katika tabia kwa ulimwengu. Kristo hakutoa tu sheria za wazi zinazoonesha jinsi tunavyoweza kuwa watoto watiifu, lakini alituonesha katika maisha na tabia yake jinsi tu ya kufanya mambo yale yaliyo sahihi na yanayokubalika kwa Mungu. Kwa hiyo, hakuna kisingizio kwa nini tusifanye yale yanayopendeza machoni pake. Daima tunapaswa kushukuru kwamba Yesu ametuthibitishia kwa ukweli halisi kwamba mwanadamu anaweza kuzitunza amri za Mungu, akitoa ukinzani kwa uongo wa shetani kwamba mwanadamu hawezi kuzishika. Mwalimu bora kabisa alikuja katika ulimwengu wetu ili kusimama katika uongozi wa wanadamu, hivyo kuinua na kutakasa ubinadamu kwa utiifu wake mtakatifu kwa matakwa yote ya Mungu, akionyesha kwamba inawezekana kutii amri zote za Mungu.
Ameonyesha kwamba inawezekana kuwa mtiifu maisha yote. Hivyo huwapeleka watu kwa ulimwengu kama vile Baba alivyompeleka Mwana, ili watoe kielelezo katika maisha yao cha maisha ya Yesu Kristo. Yesu anasema, unifuate. Manuskripti 1 mwaka 1892. Kumbuka hii ni Juni 4, mada ikisema Kristo anaomba tumwamini. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Mungu atubariki sote na awe na asubuhi njema.